majina naitwa Crescent Godfrey Petro. Ni mwelimishaji hususan katika masuala ya biashara, kazi na maendeleo binafsi. Na leo tuna mada ambayo tutaongelea, mada inaitwa mipaka. Ushawahi kusikia mtu anakuambia, "Hebu achana na maisha yangu bana. Usinifuatilie, kaa mbali kabisa. Sije kufanya kitu kibaya." Sasa kuna mwingine anaanza asielewe. Mtu anaposema kwamba achana na maisha yangu, kwanza hufai kumkoti vibaya. ndio. Lazima ukae utafakari kwamba atakuwa anamaanisha nini. Sawa? Kwa katika saikolojia iko hivi. Mtu yoyote anahitaji mipaka yake ilindwe. Yaani Sasa hapo bwana Crescent. naam. Je, katika swala la mipaka, je, kuna umri fulani ambao je mipaka tunaipima kwa umri fulani au ile inatokeaga automatic kulingana na kadri mtu anavyozidi kukua na kuendelea kujitambua? Ninachotaka watu wengi waelewe ni kwamba kuna kadri umri unavyokwenda kuna mipaka inatengenezwa. Maana utasikia mimi siwezi kuwa na mwanamke wa namna hii. Tayari ni mpaka. Ni mpaka. Manake mbali na yule mwanamke hawezi kuwa naye tena. Mtoto anataka mwanamke wa namna fulani anayemtaka yeye. Ule tayari ni mpaka wake. Mzazi anataka mwanamke anayemtaka yeye. Huo ni mpaka wake. Lakini kuna umezungumza kuanzia kwenye teenage kwamba ndio mtu anaweza kuweka mipaka, lakini kuna baadhi ya watoto hata akiwa shuleni, akiwa kwenye umri tu wa kawaida miaka 12 kushuka chini. Ndio. Na hivyo na vitu waga hataki watu wake wamwingilie kama rafiki zake. Ndio maana tukasema kwamba ni mipaka inaweza kuanzia kwenye teen age tu peke yake ama ipo tu mpaka kwa kwenye umri wa chini. Yaani mipaka inaanzia kwenye umri wowote, lakini sasa ule uimara wa mpaka. Yaani kadri umri unavyokwenda ndio uimara wa mpaka unavyokuwa. Okay. Sasa huyu ni mtu mzima lakini anafanya mambo ya kitoto. Inakuwa ni kitu kidogo. Na tunaweza kusema yani kwa mfano mipaka, tunaweza tukalipa jina lingine kama falsafa ya mtu. Tunasema anatengeneza falsafa yake. Yes, nafikiri kama hiyo kwamba mtu anatengeneza falsafa yake. Falsafa yake kwamba hataki hichi kitu, anataka hichi kitu. Sasa ndio. Lakini bado hapo hebu kuna swali najaribu kuliwaza katika hili swala la mipaka. Ndio. Kwa mfano tuangalie katika tamaduni zetu za Kiafrika. Naam. Kwa sababu pia tuna ushahidi hata mdogo pia kulingana na majarida, kulingana na muda mwingine movie tunazoziangalia. Watu wa mataifa mengine tunagundua kwamba ukiangalia mipaka kuna kitu unaweza kukiona mtoto amefanya kitu, mtoto wa kizungu labda kwa mfano, au mtoto wa jamii nyingine tofauti na sisi ambao ni wa Afrika, ukaangalia reaction yake ya mzazi mwenyewe ukajiuliza, je, ingekuwa ni kwetu hapo unahisi nini kingetokea? Sasa je, hili swala mipaka, je, ni kwamba tulichukulie kama jamii yetu ya Kiafrika kwamba tujiwekee mipaka kama jamii, au ni kitu ambacho ni nature ya mwanadamu inavyotakikana kwa kwamba bwana mwanadamu inabidi awe na mipaka, au tuichukulie mipaka kulingana na mazingira na jamii yetu tunayoishi? Nashukuru sana kwa swali lako zuri. Nafikiri nitanielezea kama ifuatavyo. Kwanza lazima kila mtu aelewe kwamba kuna vitu vinavyopelekea mtu kuweka mipaka fulani au vyanzo vya tabia ya mtu tuseme. Ndio. Aina ya familia aliyolelewa, misingi ambayo familia pekee imeweka, jamii inayomzunguka, watu wanaocheza nao, umeona? Labda tamaduni za eneo fulani. Sasa mipaka, lengo la mipaka ni kwamba iendane na jamii husika. Mipaka iendane na jamii husika. Sasa yani tabia za mtu ambaye ameshaanza kujiwekea mipaka yake zinaweza zikawa kama zipi? Anaweza kuonyesha ishara gani kwamba mimi hapa sasa nahitaji kulinda mpaka wangu? Hivyo ni popote kwenye biashara, kwenye mahusiano, kwenye mambo ya kiimani, sehemu zingine. Uoga unaonyesha tabia za namna gani? Sawa. Ili ujue kwamba huyu mtu ameanza kutengeneza mipaka, kwanza kitu cha kwanza lazima uangalie anaonyesha tabia gani au anaitikia vipi kwenye hizi kauli mbili. Ndio au hapana.
hapo pia eti kiraka. Naam. Kwa sababu unajua kuna ni kama ule msemo wa watu wanaosema kwamba kila mtu ana imani, na kila mtu imani yake ndio itakomponya. Lakini ipo wazi kuna baadhi ya watu imani zao zinawapoteza. Sasa swala mipaka linakaa vipi? Kama hawezi kumpoteza mtu kabisa. Unaweza kuweka mipaka kusema labda wewe kwako uko sahihi, lakini watu wanaona hapa haupo sahihi, lakini sasa mimi tayari ni mpaka wangu. Mpaka wangu unafanyiwa. Hawezi kuleta athari. Yes, sawa. Nashukuru na nitaka kusahau hilo. Kuweka angalizo kwenye issue ya mipaka. Mwisho wa siku lazima tukubali kwamba mipaka hauwezi kuiweka mipaka ili mradi ni mipaka. Ndio? Lazima uangalie vitu chanya hasa. Uweke mipaka kwenye vitu chanya ambavyo vinaleta maendeleo na sio vitu vya kubomoa. Sifa ya kwanza ya mipaka lazima izingatie maadili ya jamii husika. Sawa. Imani nyingi za leo wahuni wanakosa injili. Kwa hiyo mwisho wa yote ni lazima tukubali kwamba mipaka ni ya muhimu na kila mtu alinde mipaka yake ili baadaye isije katuletea shida. Kwanza itasaidia katika kudumisha upendo. Mipaka inasaidia kuleta amani kwa kila mtu. Lakini mipaka itaongeza thamani ya mtu. Mtazamaji wa Faraja TV ambao unatufuatilia, ulikuwa ukitazama Safari ya Mafanikio. Tumezungumza mambo mengi sana na kubwa leo tumezungumza juu ya mipaka. Umegundua namna gani ya kuweka mipaka, faida za mipaka, mipaka gani ambayo unatakiwa uweke na mazingira gani ya kuweka mipaka na sababu ambazo zinapelekea watu kuweka mipaka. Kwa ulikuwa ukitutazama hapa. Siku nyingine pia tutakuja na topic nyingine ambayo tutakuja kuizungumza hapa kwenye Safari ya Mafanikio. Ulikuwa nami Ndege Johnny 77 Kiraka, mwenzangu alikuwa ni Zawa Babu, na pia kumbuka usisahau kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ambapo ni Faraja TV Online. Tunapatikana YouTube, Twitter, Instagram pamoja na Threads. Na leo mgeni wetu alikuwa ni Mr. nani? Crescent Petro. Mr. Crescent, ambapo leo ametuambia kuhusu masuala ya mipaka na ametufikisha katika mipaka yetu ili tuweze pia na sisi kutambua thamani ya mipaka yetu. Asanteni sana.